Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametoa maelezo baada ya maneno ya mtunzi wa kitabu Allama Bakr Abu Zaid ka Hilya Talib al-Ilm. Anasema Allama Bakr Abu Zaid katika adabu talib fi nafsihi, fa in faqada al-ilmu ikhlas an-niyya, ikiwa elimu itakosa utakasa wa nia, intaqala min afdal at-ta'ati ila hatt al-mukhalafat, uhama ile elimu tena badala ya kuwa taa inakuwa ni katika vibaya zaidi, mibaya zaidi mikhalafa. Wala shay'an yuhattimu al-ilma, wala hapana kitu ambacho kinaibomoa elimu mithlu riya, mfano wa riya shirki au riya ikhlas. Sawa, riya shirki au riya ikhlas. Wa mithlu at-tasmi' ba yaqula musammian, na mfano wa tasmi' ya kujisikizisha ni mtu akasema musammian, akasema kutaka kuwasikizisha watu alimtu wa hafidh, mimi nimehifadhi bwana, mimi nimesoma. Hii ni moja katika njia zinazoashiria kwamba huyu ana riya, ana sum'a. Ibn Uthaymeen akasema hivi, idha qala qa'il bima yakunu al-ikhlas fi talab al-ilm, ni kwa kitu gani itapatikana ikhlas katika kutafuta elimu? Asema yakunu fi umur, ikhlas itapatikana kwa kuyafanya yafuatayo. Ili ujue kwamba wewe una ikhlas katika kutafuta kwako elimu, lazima uyahakiki mambo haya yanayokuja. Jambo la kwanza, antanu ya bidhalika imtithala amrillah. Wakati unasoma, nia yako lazima iwe mimi nasoma kwa sababu Allah ameamrisha. Kwa sababu tumeona kwamba kumbe elimu lazima tusome, lianna Allah ta'ala amara bidhalika faqala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Yahuthu subhanahu wa ta'ala ala al-ilm, Allah anahimiza kusoma na kuhimiza juu ya kitu kwa maana Allah anakiridhia na anakipenda. Al-amru athani, an tanwi bidhalika hifdha shari'ati Allah, uwe na nia unaposoma kama mimi ninasoma kwa lengo la kuhifadhi sheria ya Allah. لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالحفظ بالصدور. sababu kuhifadhi sheria ya Allah ni kwa kusoma na kuhifadhi katika vifua, lakini pia kwa kuandika. Kwa hiyo unaposoma lazima unuie hili kwamba mimi nasoma ili sheria ya Allah iendelee kuwepo, lazima nihifadhi kitabu cha Allah, lakini niandike pia na mfano wake. Jambo la tatu, antanu ya bidhalika himayat ash-sharia, unuie pia unaposoma kuilinda na kuihami sheria. Mimi nasoma kwa sababu pale kwetu watu wengi ni wajinga, na dini ya Allah ili ibaki lazima mimi nikafanye ufafanuzi wa mambo haya. Kwa hiyo usome kwa muda kwa malengo ya kwamba ili sheria ihifadhike kupitia mimi pia, wadifa'u anha, na kuitetea sheria. Li'annahu laula al-ulama ma dhuminat ash-sharia, sababu lau si Allah kisha maulama isingebaki sheria, wala dafa anha ahad, wala singeitetea yeyote. Lihadha najidu Sheikh al-Islam wa ghayruhu min ahli al-ilmi alladhina tasaddu li ahli al-bid'ah, kwa sababu tumuona Sheikh al-Islam na wengine waliopambana na watu bid'ah, wabayanu dhalala bid'ahim, wakabainisha upotovu wa bid'ah zao. Najiduhum hasalu ala khairin kathir, tunawaona wamefikia katika khairi nyingi sana kwa sababu walipambana. Jambo la nne la mwisho akasema, antanu ya bidhalika ittiba shariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwe unanuia kwamba ili nifuate sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annaka la yumkinu an tattabi'a shari'atahu hatta ta'lama hadhihi sharia, huwezi kufuata sheria ya Muhammad mpaka uifahamu, mpaka usome vitabu vya hadithi. Alafu nataja maneno hapa ya Sheikh Bakr Abu Zaid, asema wa alayhi, kwa hivyo basi faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyatak, jilazimishe kutakasa au kujitenga, jilazimishe kujitenga na kila ambacho kinaweza kuichafua nia yako wewe mwanafunzi. Baada ya kuhudhurisha nia kwamba wasoma kwa malengo haya, kwamba Allah ameamrisha, nasoma ili pia na mimi nikaihami sheria, nikawafundisha jamaa zangu, nasoma ili niweze kumfuata Mtume sallam. Ukishafanya hivyo, tahadhari sasa na vitu ambavyo vinaweza kuichafua nia yako, fi sidqi talab, katika ukweli wa kutafuta,
kama vile kahubbi dhuhur, kama vile kupenda kuwa juu, watafauqa ala al-aqran, na kuwashinda jamaa. Kwa tunasoma usiwe na tabia ya kupenda uonekane, kupenda uonekane. Wewe unataka uonekane wewe tu, na wakitaja watu unataka uwe juu ama usekule tena kula. Wajalu sulaman li agharadin wa a'rad, na pia tahadhari kuwa na sifa ya kuifanya elimu ni ngazi ya kufikia malengo fulani ya kidunia au vitu fulani kuvipata. Wa a'rad min jahil, kama vile cheo au mali, nataka kuwa imamu. Sasa kuna watu wanakuambia wewe soma, unaona fulani yule alienda kusoma sasa hivi anaheshimika pale Dar es Salaam, ni imamu msikiti fulani, na wewe ukaenda kusoma kwa sababu hiyo, tayari umeshaharibu. Haya mengine wewe subiri na kujaga yenyewe. Lakini usiwe na nia kwamba anakwenda kusoma na mimi nije niwe kama fulani, anasikilizwa na watu, wamekuwa imamu msikiti mzuri kabisa. Na changamoto ambazo tuko nazo katika zama hizi ni nyingi sana, kwa sababu mitaani panazungumzwa hivyo. Ukikaa na watu wanakuambia lakini bwana wewe pambana, unajua unaona ile fulani yule sasa hivi yuko pale, yeye ndio imamu pale, ameenda kusalisha South Africa, sio mfano wake, na wewe unaanza kubabaika. Sasa usiwe hivyo, wewe usikilize haya maneno, baki kwenye ikhlasi yako. Kwa hiyo usisome kwa malengo haya, au taadhim, au kwa sababu ya kuheshimiwa na kutukuzwa, au sum'a, au kusikika, au talabi mahmada, au kutafuta kusifiwa. Ukiingiza tu haya, mbona wewe usemwi? Unaanza kujitahidi sasa, unapamba, unajitahidi kusoma, unakesha kwa ajili ya kutaka kusifiwa, tayari umeshaharibu ikhlasi. Au sarfi wujuhi nasi ilayk, au kuzigeuza nyuso za watu kwako wewe. Watu wanakutizama tu, unataka mbona watu wanitizama mimi, hawanioni mimi, mbona situmu mimi kwenye magrupu pia au kwenye YouTube. Fa inna hadhihi wa amthalaha, hakika haya na mfano wake, idha shabati niyata, yakisha changanyikana na nia, afsadatha, yanaifisidi nia, ikhlas, wa dhahabat barakatul ilmi, na inaondoka baraka ya elimu. Baraka ya elimu ikiondoka kwisha. Wallahi unaweza kusoma muda mchache na vitabu vichache, akabariki Allah kwenye elimu yako, utafanya mambo makubwa. Unaweza ukawa unafundisha kitabu kimoja, viwili, vitatu, na ukaona matunda yanadhihiri kwa wanafunzi wako, kwa sababu ya kuwa ya ikhlas, nguvu ya ikhlas, utakaso. Hakuna kitu kizuri kama Allah akabariki kwenye jambo lako. Kama ilivyo unaweza kuwa na biashara ndogo, Allah akibariki utafanya makubwa, utaendesha familia yako, utalea, utatoa sadaka, utafanya hivi. Lakini hivyo hivyo pia elimu unaweza kuwa nayo ndogo, lakini ikiwa wewe ni mkweli na Allah akabariki kwenye ile elimu, basi utafanya dawa kwa raha mustari, utafundisha vitabu vidogo vidogo, na utaona ikbali, utaona watu wanakufaidika, utaona unatoa wanafunzi vizuri kabisa. Kwa hiyo unaona vitabu pia unasomesha haraka, vinaeleweka, unasomesha kitabu kinakwisha, haupati tabu kwenye kuandaa, ikiwa Allah ataikubali ikhlasi yako. ولهذا يتعين عليك أن تهمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى. على كل maneno yamezungumza mengi, lakini mpaka hapo. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza katika kupita njia waliopita maulama. Lakini pia wakati unasoma wewe mwanafunzi, lazima uwe ni rafika mutarafikan fi talabika lililm, lazima uwe mpole, usitake haraka tu uwe na elimu, sababu wanafunzi wao wana tabia hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa, Allah ni mpole, anapenda upole. Wa yuti ala ar-rifqi ma la yuti ala al-unf, Allah hutoa kwenye upole ambapo hatoi kwenye unuf, kwenye ukali na kwenye kujitoa. Kwa maana katakana uwe mpole. Maana yake nini? Usiende ukasoma utaka mara moja tu, kwa siku moja unasoma vitabu 10, unasoma vijitabu majitabu masharehe. Elimu haisomwi hivi, lazima uwe mpole. Leo wasoma kidogo mstari mmoja, kesho tena kidogo. Kama ni hifadhi ya Qur'ani, wahifadhi leo nusu karatasi, nusu safha, peji
nusu yake tosha, rudia. Kesho unakuja unasoma tena, unahama tena. Lakini pia na elimu nyinginezo, vitabu vidogo vidogo. Ndio maana kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Shihab az-Zuhri, alikuwa akimnasihi mwanafunzi wake anaitwa Yunus ibn Yazid, anasema la tukabil al-ilma, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla. Atakayekusudia elimu kwa ujumla, anataka haraka tu awe na elimu, basi ile elimu inaondoka. Yani ikiwa unataka kusoma siku moja mambo mengi, usome fiqh, usome balagha, usome nahwu, usome sira, usome nini, ndio unaona kwamba hapa panafundishwa. Man rama al-ilma jumlatan, atakayekusudia elimu kwa ujumla, huwa inaondoka jumla pia. Ndio maana ukitaka kujua, someshwa kwa mwaka mmoja, kila siku unasoma vitabu 5. Baada ya mwaka mmoja usimame, alafu ukija ukirudi utaka kufanya dawa, utaka kufundisha, utajiona mtupu, hauna chochote, kwa sababu ulipita au ulikosea miiko ya kusoma. Kwa hiyo elimu inatakana kidogo, unakithibitisha kile kidogo. Sisi tuko tukiambiwa na mashaikh zetu kwamba kwa siku usizidishe vitabu 3, 4, 3 tosha kwa siku moja. Lakini tulikuwa tunaona labda hao walimu itakuwa labda ni wavivu, au walimu labda hawataki kusomesha, labda hapa hakusomeshwi bwana hapa. Sisi tulikuwa tunaona hivyo. Na kweli baadaye tuliona madhara yake ni makubwa. Tulikuwa hatujafaidika chochote kile. Kwa hiyo sasa nyinyi sasa msikosee tena. Soma kwa mwaka mmoja, labda wewe kwa siku moja usoma masomo mawili tu. Kwanza unaanza na Qur'an peke yake, na somo lingine labda 3 kwa siku. Jilazimisha uende hivyo mwaka mzima. Mwaka unaopinduka ukija mwingine unasoma Qur'an na vitabu vingine tena, labda kama umefanya itikani kwenye vile vitabu. Kama bado endelea tena kusoma. Kwa hiyo usifanye haraka. Lakini ukitaka kuelimika usul fiqh au maiki ndio useme kwamba markazi inafundishwa, inafundishwa na vitabu vyako, unaenda umebeba vitabu, baada ya mwaka hauna kitu. Hata anahifadhi Qur'ani kwa siku karatasi mbili anamaliza, baada ya miaka miwili nenda kumwambia akusomee sehemu fulani, hawezi kusoma hata siku moja. Kwa hiyo haya ndio maelekezo ya maulama tangu huko kina Ibn Shihab katika tabi kule, wa inna ma yutlabu al-ilmu ala mari al-ayami wal layali, elimu inatafutwa siku hadi siku, kidogo kidogo. Ndio maana ukisoma ile hadithi Ibn Sallam anasema ayyukum yuhibbu an yadhhaba ila Bathana au al-Aqiq, nani anataka kwenda Bathan au Aqiq, fayati minhu binaqatayn kumawaini min ghairi qati'atin wala ithm, akaenda akachukua ngamia wawili basi na madhambi wala kukata undugu, ngamia wawili, mfano wa aya 2, kuonesha kwamba kumbe Qur'ani yatakana isomwe kidogo kidogo, kila siku asoma aya 2 wathibitishe zile aya vizuri. Ndio Allama Bakar Abu Zaid anasema fa inna izdihama al-ma'lumat madhillatul fahm, amesema katika hili talib ile, anasema msongamano wa faida na elimu, msongamano wa maalumati yanapoteza ufahamu. Ukitaka ufahamu wako upotee, ni msongamano wa elimu. Msoma fiqh, usul fiqh, tauhidi, nini, umehifadhi Qur'an, umehifadhi mtusika, lazima utapoteza mwelekeo, unakuwa una ufahamu mbaya. Kwa hiyo hili pia ni jambo la mwisho katika lile la pili alilolitaja kule Sheikh. Kwenye hili namna ya kupita, huwa wanataja maulama mambo mengi sana. Kuna mambo mengine tumeacha. Miongoni mwa hayo, vitabu gani usome? Kwanza na kitabu hiki kwenye fani hii, acha kitabu hiki, fani kitabu hiki. Haya tutataja huko mbele. Niache. Niende kwenye upande wa pili. Lile jambo alilosema kwamba lazima uilazimishe nafsi yako uwe ni mwenye kutoa kwa ajili ya elimu wakati wako ule ghali, na wala usichoke. Nitie taaliki fupi kwenye maneno haya. Al-Khatib al-Baghdadi katika Jami al-Akhlaq al-Rawi, kitabu chake hicho, anasema, ametaja mmoja katika talabatul ilm ambaye alikuwa akihudhuria durusi za mashaikh mbalimbali. Alisoma muda mrefu, miaka mingi, akaona hajafaidika na chochote.
akaona bora aache kusoma, aliona bora aache kusoma. Fataraka talaba lililm, famarra ala sakhra waqad athara alayhi ma'un, akapita mahala siku moja, akafika mahala akaona jiwe na maji yanadondoka pale, tone moja moja. Yale maji yameathiri kwenye ile jiwe mpaka lile jiwe likatoa tundu fulani hivi. Akakumbuka, akafikiria vizuri, akaona haya maji haya yameathiri kwenye jiwe kwa sababu ni kila siku kidogo kidogo, yani kila siku. Akagundua kwamba kumbe elimu unaposoma pia natakana nipite mapito haya, nisichoke, nisitaki haraka tu kwamba niwe na elimu. Nataka nichukue muda mrefu, nitaiathiri elimu. Kwa hiyo maana ya haya maneno ni kukupa wewe tambihi mwanafunzi kwamba unaposoma hii elimu haipatikani tu eti siku mbili, mwaka mmoja, miaka miwili, mitatu. Wewe umekuja kusoma hapo mwaka mmoja, bado hujajua hata lugha, haujajua hata kusoma kaida vizuri. Unataka kule kwenu ukaseme kwamba eti sisi tumesomeshwa bana, mfano wake. Elimu yataka pia uende hivi. Lidhalika maneno ya mwisho hapa anasema al-Allama Sheikh Saleh al-Sheikh anasema hivi: ayakuna muwasilan fi talabihi lililm, ni awe ni mwenye kuendelea katika kutafuta elimu. Wayaj'alu lililmi a'azza awqatihi, na aweke kwa ajili ya elimu wakati wake bora mtukufu, wa ahlaha, ule wakati mtamu kwake atakana aweke kwa ajili ya kusoma. La yaj'alu lililmi alawqati almayta, asiweke kwa ajili ya elimu wakati uliokufa, kwa maana alawqati allati kullun fiha au kallan fiha dhihnu, akili yake imeshachoka na anakuja kusoma. Sasa ikiwa ni hivyo, huwezi kuwa na elimu. Kwa hiyo lazima uweke kwa ajili ya kusoma wakati mzuri, wakati mtukufu, wakati unaona wewe akili yako inaelewa. Lakini eti wewe biashara zako ndo kakeshe nazo, asubuhi ukiamka uamke nazo, alafu eti unataka magharibi na uje usome, kwa maana wakati wako ghali umetumia kwenye dunia yako. Hauwezi kuwa na elimu kwa sura hiyo. Na mengineyo mengi ambayo maulama wamezungumza. Mpaka hapa sasa hivi ni saa 2 na dakika 10. Usizungumze maneno marefu, lakini biidhnillah taala, kama nilivyosema mwanzo, tumekaa katika kipindi ambacho nafsi zetu zilikuwa zimevurugwa na mambo mengi. Lakini mimi naamini vile ukifungua kusema qala Allah qala Rasul, nafsi zitakana zistarehe. Tujaribu kuzirejesha nafsi zetu kwenye yale tulikuwa tumeyazoea nyuma, kwamba kila siku durus alfajiri, baada alfajiri kuna Qur'an, baada ya hapo kuna saa 1 kuna darsa ima ya lugha au kuna darsa za aqida, na kesho tutaanza kusoma risala Ibn Uthaymeen ya sujud as-sahw, ahkamu za sujud as-sahw. Simliona bolisa alifanya leo ya mwenye siku sasa sawa, ulimuona vipi? Mimi nilikuwa kule siku moja tuliswali Moshi kule, imamu akatoka, mzee alikuwa pembeni akaenda mbele, akaenda kumalizia. Baada ya swala shekha amesimama pale, anamwambia mzee fulani, mimi nilikuwa nyuma yako, mbona ulienda mbele? Ulimuonaje imamu? Na unaambia uangalie huko, na wewe umenionaje? Kwa hiyo ikawa ni kesi. Kwa hiyo msije mkaniuliza nimemuona vipi. Sasa unaona polisi ameenda akarudi akaenda tena. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa katika swala la swala, hasa kwenye masuala ya kusahau. Kwa hiyo kesho taanza na kitabu. Baada ya dhuhuri tuna darsa ya tafsiri ya Qur'an kwa dakika chache 20 hivi au zisifike 20. Tafsiri ya Qur'an juz'u amma, kwa kila mmoja ana masafa yake. Baada ya maghrib tunaelekea Bulughul Maram insha Allah taala, kuanzia kesho, na ratiba itawekwa pale. Darasa za kina mama rasmi kesho, darasa za banati rasmi kesho, na madaftari ya majina. Na wale ambao hawajafika mpaka sasa wafikisheni salamu, wanafunzi ambao hawajafika wafikisheni salamu, tapambana nao biidhnillah taala wakija.
yani nawapa siku 2 za kuwasamehe, Jumamosi na Jumapili. Atakayekuja nje ya hapo mimi nitapambana naye, ima kumwadhibu au kumrejesha na mfano wake. Kwa hiyo wafikisheni salamu. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta